Kama ni mjasiriamali na unatengeneza pesa, sheria namba 1 duniani, hakuna mtu mwenye wajibu wa kukupa wewe pesa. Kwenye sheria ya kiuchumi na dynamics of money iko hivi: pesa inapatikana kwa kutoa thamani. Kama hauna thamani ama value ya thamani ya pesa unayotaka kuipata, utaendelea kupata pesa ile ile kutokana na thamani ama value ulionayo. Na ushauri wangu wa kwanza kwa mtu yoyote ambaye ni creator, mjasiriamali, nenda kadouble your value. You have to create your standard and values higher ili kuweza kunufaika na skills ama ujuzi ulionao. Badala ya kuendelea hapo kung'ang'ana na skill ulionayo kama ilivyo, lazima uende ukajifunze namna gani ya kuongeza value juu ya ujuzi ulionao ndio upate pesa unayoitaka. Ukichukua skills peke yake bila kuwa na value, hauwezi kupata thamani ya pesa ambayo unatamani kuipata. Sheria ya pili, watu wengi ambao ni creative ama entrepreneurs kwenye engo tofauti wanaamini kwa sababu tu wao ni creative, automatically watu watamuelewa hata asipokuwa responsible kutengeneza the proper relationship. Unataka kutengeneza pesa kwenye creativity ulionayo ama entrepreneurship jana yako, then upokee simu ama hutengeneze mahusiano mazuri na hawa watu ambao wanatamani kuja kufanya kazi na wewe, alafu unapoteza siku 3 ndio unakuja kumrudia mtu na mwambia nilikuwa napitia wakati mgumu, the time umenitafuta, kwa right now ndo nimekuja. Kwa sababu wewe ni creator ama wewe ni entrepreneur, unaamini automatic soko litakuelewa kwa sababu ulikuwa unapitia wakati mgumu. Ili kuweza kukaa kwenye position nzuri, badala ya kuanza kuimagine kwamba mimi ni mjasiriamali, nimeanzisha biashara, nimeanzisha kampuni, watu wote watanielewa tu vile nilikuwa, no, lazima utengeneze system itakayosaidia kuoperate kwenye engo zako zote as long as you are a creative. Sasa hii ndio maana inatupelekea kwenye sheria yetu ya 3. Sheria ya 3 ni structure. Structure ni muundo kamili wa namna gani hizi systems zinajioperate. Kama wewe hujui kutengeneza structure, unatafuta watu watakao kusaidia kuweza kutengeneza structure. Either unatafuta partners, unatafuta watu ambao tayari wapo kwenye game kwa muda mrefu, ama unaenda kutafuta walimu ama watu maalum wanaofundisha kuhusiana na namna gani kuweka structure kwenye creativity yako ama kwenye entrepreneurship jani yako. So creativity kama creativity in terms of entrepreneurship inajumuisha hivi vitu vyote kwa pamoja. Sio kitu kimoja, sio kuwa na skills tu ambayo haina value, sio kuwa tu na umetengeneza vitu vingi alafu havijatengeneza system, na sio kuwa na system tu, unahitaji kuwa na structure ambayo itaweza kumanage na kuongoza hiki kitaenda wapi, structure ambayo itaweza kufanya vitu vyote vinaonekana na muundo vizuri. Hii inakuwa professional. Ndio maana namba 1 ili kuweza kukusaidia kuweza kufanya hivi, structure ya kwanza ni kuwa na kampuni. Huwezi kuwa creative ama ni mjasiriamali kwenye engo tofauti alafu huna format, unaishi tu kama vile maharage yanachemka. Lazima uwe na format. Ndio maana hatua ya kwanza ni kusajili kampuni. Ukishasajili kampuni definitely itakulazimisha kuingia kwenye mfumo. Na the good thing, unapofanya kazi na sisi tunakusaidia pia kukuelekeza kampuni inafanyaje kazi, kila mwezi, kila mwaka, nini kinafanyika na everything. Utapata msaada wa karibu kuelewesha, okay, hiki ni hiki, hapa ni hapa, nini na nini. Sio lazima ujue haya mavitu. Ndio maana kunakuwa na wataalamu ambao tutakaa chini tutakuelekeza hiki ni nini, hiki ni nini. Comment neno usajili hapo chini, nitakusaidia kuweza kutengeneza structure kwenye ujasiriamali wako.